dhati zikuendee wewe mfuatiliaji na mtazamaji wa Maisha na Neno TV. Na leo tumebahatika na kuwa na neema ya kuwa na mtumishi wa Mungu. Ni nani na ni kwa nini? Fuatana nasi. Karibu mtumishi wa Mungu, kwa majina yako wakutambue, tuendelee na mada. Kipekee napenda kumshukuru Mungu kwa kunipatia nafasi kushiriki katika kipindi cha Maisha na Neno TV. Ni kipindi kizuri ambacho kinambariki kila mmoja ambaye anakitazama na kufuatilia. Kwa sababu pamoja na kuwa kuna mambo mengi, maana yake unapotazama ushikutazama, kuna vitu fulani ambavyo utavipata vinakujenga na vitakusaidia kukua kikamilifu kiroho. Kwa majina yangu naitwa mtumishi Shija January Kalinga, nimeokoka na mpenda Yesu. Ninashiriki ibada zangu katika kanisa la CBC Christ Believers Center. Linapatikana Kibaha, Pwani. Tukiwa chini ya mchungaji kiongozi Emmanuel Kalinga. Na furaha sana kushiriki kipindi hichi na wewe mtazamaji, ambapo uko mahali popote pale ulipo, ambapo unatazama unafuatia kipindi hichi, wewe kwenye gari, uko nyumbani, mahali popote pale ulipo, najua Mungu atakubariki na baraka za Mungu zitakufikia hapo ulipo, kwa sababu si bure kutazama kipindi hichi. Ni Mungu anakusudi na wewe ubarikiwe sana. Asante. Tunafuraha sana kuwa pamoja na wewe katika kipindi chetu cha leo, na tunamshukuru Mungu kwa ajili yako na kwa ajili ya mtazamaji wetu. Lakini mada yetu ya leo iliyoko mezani inahusiana na changamoto inayosema uzima wa milele ni nini, au mtu anapohubiriwa, anaposikia neno uzima wa milele ina maana gani hasa? Nashukuru kwa mada nzuri. Kwa kweli ninaposema neno uzima wa milele au fundisho juu ya uzima wa milele, kuna dhana tofauti na mafundisho mbalimbali ambayo yanaelezea uzima wa milele. Kana kwamba unapozungumzia uzima wa milele ni kwamba ni kitu ambacho mtu au tuseme anayestahili kukipata hawezi kukipata leo, anangojea wakati fulani. Naweza nikatoa mfano, ni sawa na mfanyakazi, anafanya kazi lakini mwisho wa mwezi ndio anafanyaje? Anapewa mshahara wake. Ndio kama uzima wa milele ambao baadhi ya mafundisho yanasema kwamba unapata baada ya muda fulani. Lakini ukirejea katika maandiko yanapozungumzia uzima wa milele, si kitu ambacho unakisubiri baada ya muda fulani. Pale mtu ambapo anachukua hatua ya kuokoka, anapokea uzima wa milele moja kwa moja hapo. So, kama anapokea uzima wa milele moja kwa moja, inabidi tujue nini uzima wa milele na maandiko yanazungumzaje juu ya uzima wa milele, au neno la Mungu linauzungumzaje au linasema nini juu ya uzima wa milele. Ukirejea katika maandiko kwa kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 3, sasa tukasoma hapo mara moja tuone neno la Mungu linasema nini. Neno la Mungu ambalo anasema, ukisoma Yohana 17, Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 3 anasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Unaona kwamba kumbe uzima wa milele ni kumjua Mungu wa kweli na Kristo aliyemtuma ambaye mwana wake. Kwa hiyo kumbe ukimjua Mungu wa kweli na Kristo mwana wake, huo ndio uzima wa milele. Na kumjua ukivipi? Manake unaposema kumjua lazima uelewe kumjua kwa namna gani. Naweza katoa mfano. Naweza kusema hii ni diary. Najua ni diary, lakini sijui matumizi yake. Kwa hiyo nikipewa naweza kusema hii ni diary, nikaishia kujua madai, lakini sijui matumizi yake. Kwa hiyo tunaposema uzima wa milele, haishii tu kumjua. Kumjua inamaanisha nini? Ukirejea tena kitabu hichi cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16 anasema, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo ina maana kwamba kumbe tunaamini kwamba huyu tunasema kumjua, maana tunamjua Kristo, kazi yake alikuja kuifanya na kuiamini kwamba Kristo ni mwana wa Mungu, alitumwa duniani kwa ajili yetu, akabeba gharama ile ambayo tulipaswa sisi kufanya kuibeba kwa niaba ya wanadamu wote, akafufuka, akapaa mbinguni, na atakuja tena fanyaje? Kuwachukua na kuwahukumu wale, kuwahukumu wazima na wafu. Kwa hiyo unapojua hilo na kuamini, yani unaposema kujua unaamini, hiyo mchakato wote ndio unafanyaje? Ndio unaupokea uzima wa milele. Unasema wewe una uzima wa milele. Ukijua hivyo lakini usipoamini, bado wewe hauna uzima wa milele. Sasa mtumishi wa Mungu, ili huyu mtu apate kuamini,
ni nani huyu mtu, yaani uzima wa milele umewalenga watu gani hasa? Pia kabla sijaenda hapo, kwa mafaida mtazamaji, pia tutaenda kusoma kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 20. Anazungumzia vizuri kabisa pale juu ya uzima wa milele, na walengwa wa uzima wa milele ni watu wote, lakini wanaopata ni wale wanaomwamini Kristo. Anasema katika Yohana 13:16, aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, lakini kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa uzima wa milele umelengwa kwa ajili ya kila mwanadamu aliyopo katika uso wa dunia, lakini anayeupata ni yule aliyeamini. Kwa hiyo bila kuamini hawezi kuupata, ingawa pia nawe ni mnufaika wa uzima wa milele, lakini ili uupate lazima uamini kwamba Kristo Mungu wa kweli. Ili tunarudi ile Yohana 17 mstari wa 3, kumjua Mungu wa kweli na mwana wake ambaye amemtuma kwa ajili yangu mimi na wewe. Sasa natamani nijue, je, kuna tofauti kati ya uzima wa milele na uhai? Of course. Tofauti yake ikoje? Mfano hapa, huu ni uhai kwa sababu huyu ambaye hajamwamini Kristo tayari ana uhai ndani yake, lakini huyu sasa ambaye anamwamini Kristo yeye yuko hai alafu anapokea uzima wa milele. Yaani tofauti yake ikoje kati ya uhai na uzima wa milele? Unaweza kuwa uko hai lakini una uzima wa milele. Kwa lugha nyingine nikasema unaweza kuwa uko hai lakini kwa Kristo tunasema, kwa watu tulioamini kwamba unaweza kuwa upo hai lakini umekufa, maana una uzima ndani yako. Kwa sababu tunapozungumzia uhai ni ile hali ya kuwa unapumua, niko na pumzi, navuta pumzi. Lakini tunapozungumzia uzima wa milele tunazungumzia yale mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Si kama utakao naeleweka hapo? Mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Kumbuka wakati mwanadamu anaumbwa alikuwa na uzima wa milele na alikuwa na uhai, lakini alipotenda lile kosa Mungu alimwambiaje? Akija kula tunda ambalo Mungu alimkataza atakufa. Lakini ukisoma maandiko, alipokula hakufa, aliendelea kusurvive na aliishi miaka mingi mbele. Unaweza kujiuliza, ni mauti gani? Manake uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu ulikufa. Manake ule uzima aliokuwa nao ukafanyaje? Ukapotea, lakini uhai akawa nao. Lakini sasa hapo mwanzoni, kulingana na maelezo yako, huyu mwanzoni kabla hajatenda dhambi, tumuite Adam labda na Hawa. Adam na Hawa Biblia ndio inasema. Kabla hawajatenda dhambi, unasema walikuwa na uhai na uzima pia. Ina maana ule ulikuwa ni uzima wa milele nao uzungumzia. Lakini baada ya kutenda dhambi, mpenzi mtazamaji, hao watu wakapoteza uzima wa milele. Na Kristo wakati huo alikuwa hajakuja. Hii imekaaje? Kwamba wakati anaumbwa mwanadamu alikuwa na uwezo wa kuhusiana na Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo ile dhambi ilifanyaje? Ilikata kule kuhusiana kati ya Mungu na mwanadamu. Maanake alipoteza ule uhusiano. Kwa hiyo Kristo alipokuja amekuja kufanyaje? Kurejesha. Bila shaka mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kama alivyotangulia hapo awali wakati wa kujitambulisha mtumishi wa Mungu, akakwambia hautaishia kutazama tu, lazima kuna kitu utakipata. Tunaamini kuna kitu umeanza kujifikirisha sasa ndani ya fikira na ufahamu wako, kuna kitu umekipata ambacho ni cha tofauti, kuna kitu umeongeza kwenye maisha yako. Tunakushukuru sana kwa muda wako, na pia tunakushukuru mtumishi wa Mungu. Kama kuna nyongeza unaweza kaongezea kumshauri mpenzi mtazamaji? Cha kuongeza ni kwamba kwanza ninawashukuru Maisha na Neno TV, nawashukuru sana. Mungu awabariki, kazi mnayofanya ni njema, mnazidi kulitimiza agizo la Mungu kwamba inabidi tufikie ulimwengu wote waisikie Injili. Hapa tuna kipindi hichi ni kuhubiri Injili, kuhakikisha kila mwanadamu anasikia kweli ya Mungu. Na kingine cha kuongeza, maandiko yanatuambia tutajua kweli na hiyo kweli itatuweka huru. Mafundisho ni mengi, lakini kila fundisho ni sahihi. Kwa hiyo unapokaa karibu na neno la Mungu, unapozidi kujifunza, basi utakuwa huru na utapata fundisho lilo sahihi na kujua kipi ni sahihi cha kukishikilia ambacho kitakujenga wewe mwenyewe na wengine ambao utawasaidia pia kuwajenga. Hicho tu.
cha Asante sana. kuongea. Ubarikiwe. Amina. Amina.